Wa Tunduma, siku ya leo nimepokea taarifa za kuondokewa kwa kiongozi na bunge mstaafu ambaye pia alikuwa bado ni mgombea ubunge wa Chama cha Mapinduzi katika jimbo la Fuoni kule mjini Unguja, ndugu yetu Abbas Mwinyi. Nipende kuchukua nafasi hii kutoa mkono wa pole kwa familia ya mzee Mwinyi, kipekee Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi na familia yake nzima kwa kuondokewa na mpendwa wao huyo. Lakini pia nitoe pole nyingi sana kwa Chama cha Mapinduzi, kwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar kwa kuondokewa na mwanachama wao, kada wao, kiongozi wao. Nitoe pole kwa wananchi wa jimbo la Fuoni kwa kuondokewa na kiongozi wao, pamoja na kwamba tulikuwa kwenye kampeni, lakini mpaka tuna bunge linavunjwa, yeye ndiye alikuwa na hudumu katika nafasi ya ubunge. Kwa hiyo niwape pole nyingi sana, na nafikiri atakuwa nakumbukwa. Abasi hakuwa mtu mwenye kelele. Alikuwa ni mtu ambaye ni mpole, ni msikivu. Bungeni ilikuwa ni mara chache unaweza kumsikia, lakini ni mbobevu kwenye masuala ya ndege, hasa urubani. Na Mungu alimjalia kipaji, hakuwa tu rubani wa ndege, lakini pia alikuwa nahodha wa meli. Kwa hiyo nafikiri ni pigo katika nchi unapoondokewa na watu wenye ujuzi, wenye uzoefu wa taaluma mbalimbali. Ni wanasiasa, ni viongozi wa kisiasa. Kwa hiyo ni pigo sio tu kwa familia ya mzee Mwinyi marehemu, lakini pia kwa familia nzima za Zanzibar, kwa sababu ni moja kati ya watu ambao walikuwa na umahiri uliobobea kwenye taaluma ambazo ni nyeti, sio wengi wanazo taaluma hizo. Kwa hiyo nitoe pole. Nasikitika sana kwamba taarifa nimezipata hizi nikiwa mbali kidogo, na nimetaarifiwa kwamba watazika kesho. Najaribu kuona kama nitaweza kukimbia na kuwahi, basi ninaweza nikafanya hivyo, lakini kama itashindikana, basi familia ya mzee Mwinyi, lakini pia wananchi wa jimbo la Fuoni na Wazanzibari kwa ujumla wajue niko pamoja nao, na Mungu atakaponijalia basi nikishindwa kuwahi kushuhudia maziko ya mwanasiasa na kiongozi mwenzangu, basi nitafika kuweza kuhani msiba huo pale Mwenyezi Mungu atakaponijalia kuweza kufika mjini Unguja. Nitoe pole nyingi sana, na ni imani yangu kabisa kwamba watu wa Fuoni watakuwa wapole, na bila shaka taratibu nyingine zitafuata za namna gani ya michakato ya uchaguzi huo kuendelea, kwa sababu kwa namna yoyote uchaguzi sasa utahairishwa ili kukipa nafasi Chama cha Mapinduzi kuendesha taratibu zake na kuweza kuteua mgombea mwingine. Na kwa wakati wote huu basi niwatakie utulivu watu wa Fuoni, na pale uchaguzi utakaporejea basi wahakikishe kabisa wanashiriki kwa ukamilifu kuweza kupata mwakilishi bora atakayewakilisha katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.